ukiangalia hizi sober house zote zinaendeshwa na watu ambao walikuwa wagonjwa huko nyuma, walikuwa ni waraibu, wamepona, sasa wameanzisha sober house. Na criteria mojawapo ya sober house, hata kama wewe unaanzisha ambaye hukuwahi kutumia dawa za kulevya, yani criteria mojawapo ni kuhakikisha kwamba mle ndani meneja msimamizi yani awe ni mtu ambaye aliwahi kutumia, ili ajue hata lugha za kuongea nao na nini, na inawa encourage hata wale ambao wako mle ndani kuona kwamba huyu alikuwa mwenzetu lakini sasa hivi ana own sober house. Unaona, kwa hiyo inawafanya na wao wanakuwa na moyo kwamba na mimi nikipona nitafanya hivi. Na bahati mbaya au nzuri, labda ni bahati nzuri, kwamba watu wengi waliopitia kwenye uraibu wa dawa za kulevya wana sympathize sana na wenzao, kwa hiyo wanakuwa mstari wa mbele wa kutaka kufanya nini, kuwasaidia wenzao na wao wapone. Na ndio hata sisi tunawatumia hao hata kwenye hizi mat clinics ambazo tunasema tumezijenga kwa ajili ya waraibu wanaotumia heroin. Wale wanaokwenda kuwatafuta ni wale ambao wamepona, yani wakishapona ndio tunawatumia sasa kwenda kuwatafuta wenzao kule, na wanawajua na wanajua wanakoja, wanajua lugha zao kwa hiyo ni rahisi. Ukienda kama wewe huwezi kuwapata kwa sababu hujui hata lugha za kuongea, yani hujui, huwezi kuwapata. Kwa hiyo tunawatumia wale. Sasa wanapoona wenzao walikuwa wanatembea peku, sasa hivi wanavaa raba fresh, walikuwa hawapindi hivi, walikuwa wanatembea kwa kupinda hivi, hawapindi sababu wamenyoka, wanaweka mkanda nje, wananyoga. Kwa hiyo mtu anatamani, watu wengi almost ya 90% au 100 ya watumiaji wa dawa za kulevya wanapofikia kwenye hali ya uraibu wanatamani waachane na matumizi ya dawa za kulevya. Ila sasa hawawezi kwa sababu ya hiyo arresto ambayo umeisema. Hawawezi kuacha kwa sababu ya arresto. Lakini anapotokea mtu anataka kumsaidia kuacha, wanafurahi sana. Wiki iliyopita tulikuwa Mtwara. Mimi nimeongea na waraibu wale. Yani wananishangilia kwamba yani tunashukuru kwamba mnataka kujenga hicho kituo cha matibabu. Tumeteseka kwa muda mrefu sana. Lakini watu wengine wanahisi kwamba wale wanajitakia wanapotumia dawa za kulevya. Hawajitakii. Ni kwamba tu yani ni sawa na wewe kama kichwa kinakuuma sana utafanyaje? Na kwa dawa. Utaenda kununua Panadol dukani, si ndio? Ili uweze kupona kichwa chako. Na wao ndivyo hivyo, wanapopata ile arresto ni maumivu makubwa sana inawalazimisha kwenda kununua dawa za kulevya. Kwa hiyo anapotokea mtu wa kutaka kumsaidia kwamba sasa achane na hii, anajua kabisa ni kwa sababu hata kupata hela kwenyewe ni kugumu sana. Watu nakuta wanaokota makopo siku nzima, mvua yao, jua lao, ili aokota apate pesa, afanye nini? Aende akanunulie dawa. Kwa hiyo inakuwa kama ni utumwa. Anakuwa ni chuma walete. Kuna watu walikuwa na uwezo mkubwa sana lakini wamefilisika kwa sababu ya dawa za kulevya.